Mimi niko poa, naitwa Leticia, mshabiki wa Simba kindakindaki. Shida iko wapi dadangu Leticia? Shida iko kwenye uongozi. Timu tunayo nzuri vizuri, tunafanya vizuri tu. Hata kwa kipindi cha kwanza tumeona mpira vizuri tu, wachezaji wanavyojituma na wamepata matokeo ya goli 2. Tunaingia mapumziko, wachezaji wanarudi uwanjani, anatumwa mtoto anaenda kumwaga vitu kwenye goli ambapo tunatakiwa sisi tupeleke mashambulizi kwa Waarabu. Mtoto mdogo, na ni mechi ya 3, sio mara ya kwanza, tunashuhudia kwa macho. Nikamwambia mashabiki wenzangu, huyu mtoto ndiye anakuja kutumaliza Simba. Watu wanalalamika, tulia dada, kamati ya ufundi ya Simba. Nikamwambia sio kamati ya ufundi ya Simba. Hii kamati ya mauaji. Sio kama kila mtu anakaa uwanjani anamwangalia binadamu wenzie. Kila mtu ana macho yake ya kuona. Kila mtu ana macho yake ya rohoni. Maana naambia kaeni mtulie. Wewe mtoto sana mwaga chumvi na maji. Waarabu wanachomoa. Dakika 5 hazijapita Waarabu wanachomoa goli. Wachezaji wakaumia. Hebu niambie kilichomuumiza Nangu pamoja na Nilina Kagoma ni nini? Kuna mpira gani uliowafanya waumie? Baada yule mtoto kumwaga chumvi na maji ndio wachezaji wanaanza kuumia. Ni kitu gani kilichowafanya waumie? Kwa wale walioangalia mpira. Haijatosha, mtoto yule akatumika, akaitwa tena nje. Kuna mama mmoja alikuwa amevaa shati nyeupe kule pembeni uwanjani pale pembeni kwenye chumba kule. Akamuita yule mama, yule mtoto akaenda, akachomoka watu 3. Akaenda akachukua ile mpira akaingia uwanjani kwenye ile goli ambayo Simba tutapeleka mashambulizi kwa Waarabu. Akaweka mpira pale chini, akaukanyaga, akatulia pale, akaanza kuzunguka. Namwambia afande, huyo mtoto anamwaga nini, anatafuta nini, atoke uwanjani. Afande ananituliza na ananiambia tulia, kamati ya ufundi. Nikamwambia na Simba wenzangu, hii sio kamati ya ufundi ya kusema tunafaulu. Hii kamati ya ufundi ya mauaji. Hawa wanachomoa chuma cha pili, tunalia. Dakika 2 hazijapita chuma cha pili. Nikasimama, ikabidi niondoke, nimeishiwa nguvu. Watu wote wamekaa kimya, akisema dada ulichokiongea ni kweli. Nikamwambia sio kila mtu anaingia uwanjani anaona kwamba kuna binadamu mwenzie anayemuona. Kuna mwingine anaona nyoka, mwingine anaona mbuzi, mwingine anaona kondoo. Mimi nina macho ya kuona. Mechi ilikuwa ni ushindi kwetu, lakini yule mtoto anayetumika. Mechi ya Azam, yule mtoto katumika, kamwaga chumvi na maji. Simba tukafungwa. Mechi? Ya Simba na Azam. Hapa kwa Mkapa. Mtoto huyo. Mechi iliyofuata klabu bingwa tulicheza, nakumbuka ilikuwa ni timu gani, kwa watu wanaojua timu gani. Yule mtoto ile mechi ya kwanza iliyofungwa. Huyo mtoto akamwaga chumvi na maji. Mtoto wachezaji wakawa wanaishiwa nguvu ya kucheza mpira. Kila kicheza naanguka, kila kicheza naanguka. Nikaa nalalamika, wakani uongozi kamati ya ufundi nafanya kazi gani? Watu wanaingia uwanjani wanatushambulia wanavyojua wenyewe, kamati ya ufundi imelala. Ninatoka ninaumia, ninalia. Nimeshinda njaa na kuja uwanjani kwa ajili ya Simba. Napiga mavuvuzela uwanjani kutoka Mbagala mpaka huko wananishambulia Yanga. Wao ni aibu, nikamwambia naona aibu ya nini? Maisha kuna kupanda na kushuka. Mimi nina imani na timu yangu leo tunakupata ushindi. Na kweli matokeo nimeona tulikuwa tunashinda, lakini yule mtoto ndo katuumiza. Wana Simba wenzangu, hatuna kwamba mashabiki wa Yanga wanavyosema tuna timu mbovu. Sio kweli. Ninavyoambia hapa sasa hivi hapa Kamara sasa wamesema wamemtoa kwenye mfumo. Kamara kaishatia wino Yanga. Mnaliamini hilo? Kamara kaishatia wino wa Yanga. Si wanasema ni mbovu, anaondoka anarudi kwao. Nitaona msimu mwingine nani Kamara anacheza. Kamara anaenda Yanga. Anaenda Yanga, Diana anaondoka, Kamara anacheza pale Yanga. Nitafuta namba zangu za simu. Bwana, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Baada ya kuona matukio hayo sasa, mbona watu wengi wanaulaumu uongozi wa Simba? Shida nini na uongozi wa Simba una shida? Na kitu cha kwanza mimi siogopi Mangungu, mara nyingi nampigia simu. Naongea nijui, lakini nimempigia simu mara 3. Najibizana na Mangungu kwenye simu. Nimeipenda Simba nikiwa mdogo, toka marehemu babangu hajafariki, niko mdogo na miaka 3. Naipenda Simba. Natoka Bukoba, napenda Simba, nakuja Dar es Salaam kwa ajili ya ushabiki wa Simba. Mpaka natengeneza makazi yangu Dar es Salaam kwa sababu ya Simba. Mangungu anakuja kutuharibia sisi. Asiyajua Mangungu ana kadi ya Yanga ni nani? Asiyajua Mangungu ana kadi ya Yanga ni nani? Ni nani? Mangungu hatutatoboa Simba mpaka Mangungu atoke madarakani, Simba ndo tutatoboa. Kabisa nawaambia. Siogope hata Mangungu nimpigie, nimpe na namba zangu za simu kama kuzisave, anitafute. Mangungu anatuua. Mara nyingi nalia kilio changu, nampigia Mangungu, namba yake ya simu ninayo. Namwambia Mangungu tuachie timu yetu, utatuua. Kaka, mimi naenda mechi ya tulofungwa klabu bingwa kwa Mkapa. Nikikuonyesha hata vyeti vyangu, naenda kupima hospitali. Tumefungwa siku ya Jumapili, Jumatatu namkia hospitali. Kifua kinaniuma, naambiwa moyo umetanuka. Shida ni nini, nawaza nini? Naambia niacheni. Kaka mmoja ananifahamu, ananiambia mshabiki wa Simba anaonekana na maumivu na Simba yake. Nikamwambia yawezekana. Sijaenda hospitali, Temeka aliponipa transfer, nikamwambia siende hospitali, mimi inawezekana Simba inaniua. Nikaanza kutumia dawa za kienyeji kwa ajili ya kutengeneza moyo wangu mpaka leo hii. Nakuja uwanjani nasema nitaenda kupata matumaini, nazidi kuumia. Toka mechi inaanza mpaka sasa hivi naumia. Kwenye eneo zima la benchi la ufundi, nani anaikwamisha Simba? Akiwemo Mangungu, hata Matola. Kuna Mangungu, kuna Matola. Hao wengine siwajua kina nani, lakini Mangungu na Matola. Trageni yupo, lakini kidogo Tragema amejikalisha nje, lakini naye anahusika mle ndani. Trageni?
Anahusika, yuko nje lakini anahusika mle ndani. Sasa nakataa nini? Mimi nakwambia kitu kutoka roho na wananiona kabisa, yani walipopata wananiona. Ninaitwa Leticia, natokea kanda ya Ziwa, mkoa Kagera, wilaya Karagwe. Nini kifanyike sasa Simba afuzu? Mnaona kuna dalili yoyote ya Simba kufuzu? Mpaka Mangungu aondoke pale madarakani. Kwa sasa hivi tadanganya. Mwaka huu ndo basi tena Simba. Ndo basi tena. Mpaka Mangungu aondoke, sijui anamaliza lini. Yaani natamani hata kesho ningeambia nitafuta hela, hata ningeenda hata kufanya hata kazi ya kuchukua mikopo ya kausha damu. Nipate hela nimtoe Mangungu aondoke. Lakini uwezo sina. Mangungu ndo anaikwamisha Simba. Mangungu aondoke. Tuzungumzie goli la kwanza la kuchomoa kwa upande wa klabu ya soka ya Esperance de Tunisia. Mnasemaje? Ni makosa madogo ya kiufundi au la? Kaka, nafikiri umeshanielewa nilichokiongea. Tatizo sio wachezaji. Tatizo kamati ya ufundi ile kanafanyika nje ya uwanja. Ndio imesababisha yote haya. Wachezaji wametolewa kwenye mfumo. Mimi nimemaliza, nishachoka. Wachezaji